Wakati mahakama inatoa amri, taifa linasikiliza kilio cha haki. Jana jioni upepo mzito ulivuma katika viunga vya mahakama kuu ndogo ya Masijala, Dar es Salaam. Habari zilipenya kama mshale wa moto kwamba mahakama hiyo imetoa tamko la kukamatwa kwa viongozi 7 wa chama kikuu cha upinzani Chadema. Neno kukamatwa likapokelewa kama radi katikati ya anga ya kisiasa lililokwisha geuka kuwa lenye mawingu mazito ya mashaka. Hewa ya Dar es Salaam ilibeba uzito wa habari zilizovuma kama sauti za ngoma za vita. Mahakama kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam ikijikita katika misingi yake ya sheria. Habari hiyo ikapenya kwa kasi kwenye mitandao, ikitikisa mioyo ya wananchi na kuamsha mijadala mikali mitaani na mitandaoni na hata katika korido za mamlaka. Kwa wengine ilikuwa ni dalili kwamba hatimaye sheria imechukua mkondo wake dhidi ya wale wanaodharau amri za mahakama. Kwa wengine ilikuwa ni kengele ya onyo kwamba haki iliyoasisiwa kuwa kipimo cha usawa huenda sasa inageuzwa kuwa fimbo ya kuzima sauti za upinzani. Wengine wakabaki kimya wakitafakari kwa sauti. Katika siasa za Afrika, ukimya nao ni usemi. Kisa hiki hakikuzaliwa jana. Kwa muda mrefu sasa Tanzania imekuwa ikiingia kwenye misukosuko ya kisiasa, hasa pale ambapo upinzani unajaribu kupaza sauti katika mazingira yanayochukuliwa kuwa magumu. Kesi ya hivi karibuni inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Maendeleo na Demokrasia Chadema, Tundu Antipas Lissu, kwa tuhuma za uchochezi na uhaini, imekuwa kama kivuli kinachoandama kila hatua ya chama hicho. Mahakama Kuu kwa heshima yake ilipewa jukumu la kusimamia amri kadhaa zinazohusiana na mwenendo wa kesi hiyo, lakini inadaiwa kuwa baadhi ya viongozi wa chama walipuuzia au kuchelewesha kutii baadhi ya maagizo ya kisheria. Ndipo maombi ya kuwakamata yakawasilishwa yakidai kwamba walikosa heshima kwa amri ya mahakama, jambo ambalo kwa mujibu wa sheria linaweza kufananishwa na kuchafua kioo cha haki. Hata hivyo, kwa macho ya kisiasa, jambo hili halijaachwa lipite bila tafsiri. Wapo wanaosema huu ni mchezo wa nguvu kati ya dola na wale wanaohoji mamlaka, na wapo wanaokumbusha msemo wa Kihaya, mnyama kibanwa huanza kuuma hata kivuli chake. Mahakama ni muhimili huru wa dola. Hivyo ndivyo katiba inavyosema. Inapaswa kusimama juu ya mlima wa haki, ikishuhudia bahari ya siasa ikichafuka chini yake bila kuitikisa. Kwa mtazamo wa kisheria, hatua ya kutoa tamko la kuwakamata viongozi hao inatafsiriwa kama utetezi wa heshima ya mahakama. Kukaidi wito wa mahakama ni sawa na kuvunja kanuni za jamii yenye utawala wa sheria. Ni ujumbe kwa taifa kwamba hakuna anayeweza kuwa juu ya sheria, hata kama anavaa koti la kisiasa au joho la umaarufu. Lakini upande wa pili wa sarafu unauliza, je, mahakama bado ina nafasi ya kusimama huru, au imeanza kuzungukwa na upepo wa sera na matakwa ya kisiasa? Wengine wanadai kwamba matamko kama haya yanajitokeza kwa kasi zaidi pale upinzani unapopata nguvu, kana kwamba sheria inachagua wakati wake wa kufanya kazi. Swali la msingi likabaki, je, ni utekelezaji wa sheria au ni utekelezaji wa uoga? Serikali kwa upande wake imekuwa mstari wa mbele kusisitiza kwamba utawala wa sheria ndio msingi wa demokrasia. Hakuna mtu, wanasema, anayeweza kutumia kivuli cha siasa kujificha nyuma ya makosa ya kisheria. Ni hoja yenye nguvu na mantiki. Taifa lolote linaloamini katika utawala wa sheria linapaswa kuhakikisha kuwa amri za mahakama zinatekelezwa bila ubaguzi. Lakini pia ni ukweli kwamba serikali yoyote yenye nguvu hujaribiwa na tamaa ya kutumia mifumo ya kisheria kama kamba ya kisiasa. Historia ya bara la Afrika imetufundisha
kutoka kwa Ghana ya Nkrumah hadi Sudani ya Bashir. Ni rahisi sana kwa serikali kutumia sheria kama kizuizi cha wapinzani badala ya ngao ya haki. Ni kwa sababu hiyo baadhi ya wachambuzi wanasema sheria ikitumika kwa hila inageuka kuwa mnyororo wa wanyonge. Serikali inaweza kujikuta ikipoteza imani ya wananchi hata kama hoja zake ni za msingi, pale ambapo vitendo vyake vinatafsiriwa kama visasi vya kisiasa. Kwa upande wa upinzani, tukio hili limepokelewa kama uthibitisho wa kile walichokuwa wakisema kwa muda mrefu, kwamba mfumo wa haki nchini unageuzwa silaha ya kuwakandamiza. Wanasema, tunaitwa wakaidi kwa sababu tunasema ukweli ambao wengine wanaogopa kuusikia. Hata hivyo, upinzani nao unakabiliwa na changamoto yake. Mara kadhaa umekuwa ukitumia hisia zaidi kuliko hoja za kisheria katika kupinga maamuzi ya mahakama. Wakati mwingine sauti za kisiasa hufunika ukweli wa kisheria na kufanya hoja zao zipoteze nguvu mbele ya umma unaotaka majibu ya hoja, si kelele za jaziba. Katika hili upinzani unapaswa kujiuliza, je, mapambano ya haki yanaweza kushindwa kwa sababu ya mbinu zisizo na nidhamu? Haki haipatikani kwa kelele, bali kwa uthabiti wa hoja na heshima kwa taasisi. Katika sakata hili wananchi ndio mashahidi wakuu. Wamesimama katikati ya kivuli na mwanga, wakijiuliza ni upande upi unaeleza ukweli. Kwao vita hii si ya wanasiasa pekee, ni vita ya mustakabali wa taifa lao. Wapo wanaosema haki ikicheleweshwa ni haki iliyokufa, lakini pia wapo wanaoongeza sheria ikitumiwa vibaya ni sumu inayoua taifa kimya kimya. Sauti za wananchi sasa zinagawanyika, lakini ndani yake kuna wito mmoja. Wanataka kuona haki ikifanya kazi bila hofu, bila upendeleo na bila amri ya kisiasa. Katika nyakati kama hizi, taifa linahitaji busara zaidi ya makonde ya maneno. Linahitaji viongozi wenye uwezo wa kuona mbali, si wale wanaojibu kila changamoto kwa amri au kejeli. Tanzania iko katika kipindi cha mpito, kati ya historia na mustakabali, kati ya ujasiri na tahadhari. Kesi kama hizi ni zaidi ya tukio la kisheria, ni kioo kinachoonyesha jinsi tunavyoheshimu taasisi, uhuru wa kisiasa na misingi ya haki. Kama kweli tunataka taifa lenye demokrasia ya kweli, basi lazima tuikubali dhana kwamba uhuru wa mahakama na uwajibikaji wa wanasiasa ni si maadui, bali ni pande mbili za sarafu moja. Mahakama ikifanya kazi kwa uhuru, serikali ikaheshimu mipaka yake na upinzani ukafuata njia za kisheria, basi mizani ya haki itakuwa imara. Kesi hii iwe inahusu Chadema au chama kingine chochote, ni kipimo cha tabia ya taifa letu mbele ya historia. Kama tungekuwa taifa linaloongozwa na woga, basi tungesema acha sheria ifanye kazi, lakini kama ni taifa linaloongozwa na hekima, tungeuliza, je, hiyo sheria inatenda haki? Kwa sababu haki bila huruma ni ukatili, na huruma bila haki ni udhaifu. Taifa lenye hekima litachagua njia ya katikati, njia ya busara, wazi na uadilifu. Wakati wenye nguvu wanapochezea sheria, historia huandika kwa wino wa damu, lakini wakati wanyonge wanapolinda haki, dunia huandika kwa wino wa heshima.